Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Alikuwa mpambanaji wa ndani na pia nje ya ulingo. Muhammad Ali leo azikwa kwa heshima na taadhima nyumbani alipozaliwa Louisville. BBC yafichua ukahaba unaofanywa na wahamiaji ambao ni vijana nchini Ugiriki. Kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi azuru Kenya kuzungumzia kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Na katika michezo usiku huu, mataifa ya Ulaya yaanza kumtafuta bingwa. Kama unavyoona picha hizo ziko moja kwa moja kutoka Paris. Mchuano kati ya Ufaransa na Romania wafungua mgaragazano utakaoendelea mwezi mzima kumtambua bingwa wa soka Ulaya ni nani. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Maelfu ya watu wamejipanga kwenye mitaa ya mji wa Louisville huko Kentucky kushuhudia msafara wa mazishi ya Muhammad Ali. Jeneza lake lilibebwa na kuwekwa kwenye gari jeusi maalum aina ya limousine kwa msaada wa bingwa wa ndondi wa zamani Mike Tyson na mwigizaji Will Smith. Msafara wa mwili wake ulianza kupitia maeneo muhimu ya mji ikiwemo nyumbani alikokulia na kituo cha urithi cha Wamarekani weusi. Msafara utaishia kwenye ibada ya mazishi maalum ya kifamilia. Maelfu wamehudhuria wakiwemo viongozi wa dunia, wanasiasa, marafiki na ndugu wa karibu. Heshima inatolewa kwa mtu ambaye alikuja kuwa maarufu na aliyejulikana sana hasa kwa karne iliyopita. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Dunia imekuja Louisville kumwaga mwanandondi mashuhuri na maarufu kuwahi kutokea. Rais wa Uturuki Erdogan ni miongoni mwa wale waliohudhuria kutoa heshima zao za mwisho katika swala maalum ya Kiislamu kwa Muhammad Ali aliyebadili dini kutoka Ukristo kwa Muislamu. Ali hangeweza kuzuia hisia zake za kiimani na kusalia kwenye dini moja. Kwa njia zote zimeelekezwa kwenye haki za binadamu na utawala wa sheria. Kwa Waislamu wa Marekani ilikuwa ni wakati muhimu. Tumependa sana. Ameweza kuiunganisha dunia na kurekebisha na kusahihisha kwa kile alichokiamini. Taswira sahihi ya Waislamu na Uislamu. Kwangu mimi, Muhammad Ali alimaanisha haki. Na pia alinipa maelezo kwa maneno mawili tu ya sababu za mtu kama mimi kuishi. Ni maandamano ya mazishi kwa Muhammad Ali yakipita katikati mwa mji, ambako maelfu ya watu wanamwaga bingwa mara 3 wa masumbwi katika uzani wa juu. Walisubiri katika mwangavu wa jua kuona jeneza lake likisafirishwa katika msafara wa magari maarufu meusi aina ya limousine 17. Wengi walishika mabango na maua wakiimba, Ali bingwa yuko hapa. Louisville imekuwa kwenye maandalizi makubwa ya ibada maalum ya kumwaga nyota huyu. Wakiwa pamoja na Will Smith na Mike Tyson, mwanandondi Lennox Lewis ni mmoja wa wanaobeba jeneza lake. Hisia zangu zilikuwa kama mshtuko hivi, yaani kweli ni heshima kubwa, na kwa kweli ilinipa hisia kali sana na najisikia vizuri sana kuhusu hili. Kimsingi, hatimaye nasaidia kumwaga mwanandondi mkubwa wa uzani wa juu Muhammad Ali. Mimi ni Marekani. Muhammad Ali aliwahi kusema, mimi kwa sehemu hamtaweza kunitambua, lakini mtanizoea tu. Marekani hatimaye ilimuelewa na sasa inasema kwa heri kwa mtu ambaye hakuwa wa kawaida. Zawadi Machibia, BBC. Na sasa hivi tunaungana na Waigwa Kiboi. Ni mwandishi mkongwe wa michezo ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu taarifa za Muhammad Ali, na vile vile anasema Muhammad Ali alikuwa swahiba wake wa karibu. Karibu sana Waigwa. Kwa kuanza, hebu tupe hisia zako kuhusu kifo hichi. Waigwa, unanisikia?
Naam, basi naona hapo kidogo tumempoteza Waigwa Kiboi ambaye lakini baadaye inshallah tunashughulikia, tutarudi kwake. Na sasa tuelekee Marekani, Washington DC, ambapo najiunga na Mwamoyo Hamza. Yeye alishiriki katika mkutano wa waandishi wa habari wakati Muhammad Ali alipozuru Tanzania miaka ya 80. Karibu sana Hamza. Wakati huo, enzi hizo, alipokwenda Tanzania, inasemekana Mwalimu Nyerere alikataa kumpokea Muhammad Ali. Alitoa sababu gani rais huyo wa Tanzania? Naam, Zura, Muhammad Ali alikwenda Dar es Salaam wakati huo ametumwa na Rais Jimmy Carter wa Marekani kwenda kujaribu kushawishi nchi za Afrika kususia mashindano ya Olympic ya Moscow. Na sababu kubwa ilikuwa mwaka 79 Disemba, Moscow, Soviet Union wakati ule ilivamia Afghanistan. Sasa enzi zile zilikuwa enzi za vita vya itikadi. Kwa hiyo katika kujibu yale mapigo ndio Marekani iliamua kususia michezo ya Moscow, na ilitaka nchi nyingine duniani isusie vile vile. Kwa hiyo Muhammad Ali alitumwa kwenda kuzishawishi nchi za Afrika. Lakini Mwalimu Nyerere hakukubaliana na msimamo ule, na Muhammad Ali alitumia kama siku 3 vile Dar es Salaam kujaribu kumuona Mwalimu Nyerere, lakini Mwalimu alifanya kila njia ya kutoonana. Ingaje Mwalimu Nyerere na Rais Jimmy Carter walikuwa ni watu ambao wanaelewana sana. Kwa hiyo unaweza kusema kidogo alimuonea haya, sio? Manake alihisi labda nikionana naye anaweza akamkubalia anachotaka. Hisia za wengi zilikuwa ni hivyo, kwamba labda nikikaa kukutana naye, na ni Muhammad Ali, ni mtu mashuhuri, alikuwa anapendwa sana, kwa hiyo labda mawazo yake yangebadilika. Kwa hiyo labda huenda Mwalimu aliona ni vizuri nisionane naye. Lakini alipokelewa vizuri sana Muhammad Ali. Alipokelewa, nakumbuka wakati ule waziri wa michezo alikuwa Chedeli Mgonja, ndio alikuwa mwenyeji wake mkuu, ukiachilia mbali maafisa wa ubalozi na mashabiki wengi sana. Alikuwa akikaa wakati ule inaitwa Kilimanjaro Hoteli. Pale Kilimanjaro Hoteli palikuwa panajaa watu asubuhi mpaka jioni kupata nafasi tu ya kumuona Muhammad Ali. Na we mwenyewe binafsi ulikuwa ndo mwandishi wa habari, tena kama sikosei ndo ulikuwa katika mafunzo hata hujamaliza. Unaikumbuka vipi siku hiyo kama mwandishi wa habari tena ndo unachipukia? Naikumbuka vizuri sana, kwa sababu mimi mwenyewe wakati ule nilikuwa bado niko shule, namaliza shule cha uandishi wa habari pale Salvation Army Kurasini, na nilitembea kwa mguu kutoka Kurasini mpaka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba nakuwa pale wakati Muhammad Ali anafika. Na hiyo ilitokana na kwamba kwanza mimi mwenyewe tayari nilikuwa ni mshabiki mkubwa wa ndondi. Wakati nakuwa nyumbani kwetu, babangu alikuwa na magazeti mengi sana yale ya Ring Magazine. Kwa hiyo wakati huo ndio nilikuwa nimeshaanza kujua masuala ya mtu kama Muhammad Ali. Kwa hiyo nilihakikisha na mimi ninafika, na nilikwenda mpaka uwanja wa ndege nikajichomeza, ingaje nilikuwa sio mwandishi wa gazeti kubwa au radio kubwa, lakini nikaweza kuuliza swali. Nakumbuka nilimuuliza, wewe umekuja huku kuitaka Tanzania isusie michezo ya Olympic kwa sababu Marekani inataka hivyo. Je, kama ingekuwa ni Tanzania imetuma ujumbe Marekani wasusie michezo yote ile, Marekani ingekubali? Sikumbuki alijibu nini, lakini nakumbuka swali langu. Shukran sana Hamza, nadhani tutaendelea kukusikia hapo, baki hapo, lakini hebu turudi tena Kenya kwa Waigwa Kiboi ambaye naye kama nilivyosema awali ni mwandishi mkongwe wa michezo na amekuwa akimfuatilia sana Muhammad Ali. Waigwa, hebu tupe hisia zako kutokana na msiba huu. Kama wengine duniani nimesikitika sana kutokana na kifo cha Muhammad Ali. Na jambo ambalo ningesema kwanza ni kwamba wakati alikuja hapa Kenya mwaka wa 1980 mwezi wa Februari, mimi nilikuwa miongoni mwa wale ambao walimtafuta na nikampata. Wakati huo nilikuwa nafanya na idara moja ya serikali, na niliendelea kupatana na yeye kwa siku 3 ambazo alikuwa hapa Kenya. Kwa hiyo ulimsaka, ulimpatia wapi sasa? Jambo la kwanza nilipofanya wakati alikuwa anakuja, siku 3 kabla hajaifika Kenya, nilikuwa nimeenda kwa balozi ya Marekani kuwauliza wanipe nafasi, akiingia nipate nafasi ya kuongea na yeye. Haikuwa rahisi, lakini waliniambia nijaribu bahati yangu kupitia kwa hoteli ambapo alikuwa analala. Na hapa nikawa na uwezo wa kuandika barua nikamwachia, na kwa vile alikuwa anapatiwa nafasi ya kuangalia Wakenya wanawezaje kupigana ngumi,
akawa na area ambapo atajifurahia jioni, na nikampata kutoka hapo mpaka tukapatana. Kwa hiyo hebu tuelezee zaidi kuhusu unavyosema kupatana, kwa maana kwamba mkaja kuwa marafiki, sio? Mimi kwa miaka mingi, tangu miaka ya 60 nilikuwa nakusanya sana vitu vyote ambavyo vilikuwa vinahusu Muhammad Ali, ikiwa ni vitabu, magazeti na chochote ambacho nilikuwa napata ambacho naona picha zake akiwa Cassius Clay mpaka akawa Muhammad Ali. Na hapa hata naweza onyesha kile ambacho kilinifanya niwe natafuta yeye sana. Tukapigwa picha pamoja, tukaongea mengi, na baadaye tukawa kila siku na tunapatana. Na ni wakati huo ambapo nilimwambia namuelewa sana tangu utotoni, sababu nilikuwa hata nimejua alikuwa anaongeaji akiwa mdogo. Na kuna jambo moja alikuwa anafanya. Naam. Mara ya mwisho Waigwa uliwasiliana na Muhammad Ali lini? Ni mwaka wa 1984 tulipokutana kwa mara ya pili huko Sudan, Khartoum. Tulikuwa tumealikwa huko kuhudhuria mkutano wa Sharia Law. Na nilipofika huko sikuwa najua hata yeye amealikwa. Lakini wakati nilikuwa natafuta kiti, nikawa ninaona karibu na mimi ni yeye. Na kutokana na hapa nilianza kuwa na yeye kwa siku 11 mpaka ikabidi watu wafikirie mimi nilikuja na yeye kutoka Marekani. Naam. Ajabu ni kwamba Ali alikuwa mtu ambaye alikuwa anaangalia kazi yake. Pahali alikuwa anaalikwa, ikiwa ni kwa rais wa nchi hiyo wakati huo, Jafar Numeri. Tulipokuwa tuna shida na yeye, baada ya kumaliza ikifika jioni, naam, alikuwa anasema anataka kupelekwa kwa watu wale wa kiwango cha chini, afadhali angalau wapate nafasi ya kuongea na wao. Shukran sana, shukran sana. Waigwa Kiboi ambaye ni mwandishi mkongwe sana wa michezo huko nchini Kenya. Na basi ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Maelfu ya watu wamejipanga kwenye mitaa ya mji wa Louisville huko Kentucky kushuhudia msafara wa jeneza la Muhammad Ali. Msafara huo umepitia katika maeneo muhimu ya mji huo, na ibada ya mazishi maalum ya familia na marafiki wa karibu inafanyika kwenye uwanja wa makaburi katika mji huo wa Louisville. Uchunguzi wa BBC umegundua kwamba wahamiaji vijana, wakiwemo vijana wadogo, wamekuwa wakifanya ukahaba katika mji mkuu wa Ugiriki, Athens. Mamlaka ya nchi hiyo imesema karibu wahamiaji 60,000 wametawanyika kwenye kambi mbalimbali katika visiwa vya Aegean na hata bara pia. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Wamekuwa wakifikiria kwamba Ulaya ni pahala ambako wangeweza kuanzisha maisha yao upya, lakini mipaka imefungwa na wahamiaji karibu 60,000 wamenasa nchini Ugiriki. Hifadhi waliokuwa wakitafuta hawajaipata. Wahamiaji wengi hupata shida kutokana na kutengwa kwa makambi na upweke wa hali ya maisha. Hii ni bustani ya Pedoni Erus, iko katikati ya mji, na hapa ndio mahali ambapo vijana wa kiume hukabiliwa na hali ya ukiwa. Pengine hata wasingeanza safari zao kama wangelijua mambo yatakuwa hivi. Ukitembea kidogo, utagundua ulimwengu wa matumizi ya dawa za kulevya na wanaume kufanya ngono. Ni eneo lisilo na sheria ambalo vijana wa kiume hufanya ngono ili wapate pesa kidogo. Tumekutana na Izzat, yeye anatoka Iran, anasema na umri wa miaka 25. Matajiri yake ya kuingia Ujerumani yamekwenda kombo na anahitaji euro 400, kiasi cha dola za Kimarekani 432, ili walipe wanaofanya magendo kusafirisha watu wamrejeshe nyumbani. Sina njia nyingine ya kujipatia pesa, hivyo hufanya ngono na wazee wa kiume na unilipa euro 5 au 10. Tulimuuliza alihisi vipi. Kamwe sijapata kufanya kitendo hiki.
Naona aibu sana, inanifanya niwe na simanzi. Vijana hao wa kiume wamenasa nyuma ya ua huu wa chuma. Mara nyingi hudanganywa na mtu akijidai atawasaidia. Baadhi ya watu huwaendea na kuwaambia kwamba watawasaidia au wanaweza kupata pesa na kuwa na maisha bora hapa. Tuliwaona vijana wakisubiri wateja katika bustani hii, na Amir kutoka Afghanistan anasema na umri wa miaka 20, lakini anaonekana ni mdogo sana. Ametuambia wavulana wadogo hata wenye umri wa miaka 15 wanajiuza. La kusikitisha ni kwamba Amir anasema anashukuru kupata wanaume wote hao, kwani anapata pesa zaidi, lakini pia anaogopa na anaona aibu. Mara nyingi nimefikiria kujiua, lakini halafu huwa namfikiria mama yangu na maumivu na uchungu atakaokuwa nao. Tulimuuliza anajuta kuja Ulaya. Ndiyo, bora ningelikuwa nyumbani na familia yangu. Hali ya kukata tamaa imesababisha mmiminiko wa watu barani Ulaya. Kufungwa kwa mipaka kumeshinikiza vijana wa kiume kufanya maamuzi magumu. Suduma Kasim, BBC. Kamishna wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi yupo nchini Kenya kuzungumzia mpango wa kufunga kambi kubwa ya wakimbizi ya Dadaab. Mwezi uliopita serikali ya nchi hiyo ilitangaza kwamba inataka kufunga kambi hiyo inaowahifadhi wakimbizi wa Somalia 340,000 kufikia mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu. Inadai baadhi ya mashambulio yaliyofanywa nchini humo yalipangwa kwenye kambi hiyo. Emmanuel Igunza yuko Dadaab. Katika ziara yake ya kwanza kabisa hapa katika kambi ya Dadaab, kamishna mkuu amepata kukutana na wakimbizi ambao wengine wameishi hapa kwa zaidi ya miongo miwili. Na baadhi ya wakimbizi katika mazungumzo wamemweleza kwamba hawataki kurejea nchini Somalia kulingana na pendekezo hilo ambalo lilitolewa na Kenya, wakisema hakuna usalama wa kutosha. Hata hivyo, kamishna mkuu amehakikishia kwamba shughuli nzima itatekelezwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Ziara yenyewe imewadia wakati maswali mengi yanaulizwa. Swali la kwanza ni iwapo kambi hii inaweza kufungwa katika miezi 4 ijayo, kwani idadi ya wakimbizi ambao wako hapa ni zaidi ya 300,000. Swala lingine ni nani atafadhili mpango mzima wa wakimbizi hao kupelekwa hadi nchini Somalia, na swala la mwisho ni iwapo watakuwa salama shughuli hiyo itakapotekelezwa. Ni taarifa yake Emmanuel Igunza. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni BBC London na sasa moja kwa moja kwake Dayo Yusuf kwa habari za michezo. Asante sana Zuhra Yunus. Na katika michezo leo tunaanzia mjini Paris, ambapo katika mazingira tata, mgomo wa wafanyakazi wa treni, uchafu uliozagaa kutokana na maandamano ya muda, mji wa Paris uko tayari kwa kombe la mataifa bingwa ya Ulaya. Maandalizi yanasemekana kuwa tayari na ulinzi kuimarishwa. Lakini kabla hatujaangalia mechi ya leo, Abdul Mohamed amekuwa akichambua makundi yalivyo na nani wanaopiga upato kung'ara zaidi katika kila kundi. Kwake Abdul. Kwa mara ya kwanza zaidi ya timu 24 zitashiriki michuano ya Euro baada ya kupambana katika hatua ya makundi ya kufuzu michuano hiyo ambayo inaanza hii leo nchini Ufaransa. Lakini hebu tutazame makundi yenyewe yatakuwaje. Wenyeji Ufaransa ambao wao wapo katika kundi A inaonekana kuwa timu bora zaidi, japo pia wapo Uswizi ambao wanapewa nafasi. Kundi B lenyewe timu inayopewa nafasi ni England, lakini ipo Wales ambayo inabebwa na Gareth Bale, mchezaji nyota wa timu ya Real Madrid. Kundi C ni mabingwa wa dunia Ujerumani wanaopewa matumaini, japo wapo Poland pia wakiwa na nyota kadhaa kama mfungaji Robert Lewandowski. Kundi D lina mabingwa tetezi Hispania, wazee wa TikTok, na wanapewa nafasi kubwa pamoja na Croatia. Kundi E ni Ubelgiji, wao wanapewa matumaini pia, lakini kuwafunga Jamhuri ya Ireland sio kazi ndogo. Pia usisahau kuhusu Sweden ambao wanaye Ibrahimovic Ibrakadabra. Mwisho ni kundi F ambalo lina Ureno ya Cristiano Alberto Ronaldo ambao wao pia wanapewa nafasi ya kufika mbali, japo kuna nyota nyingine wa timu nyingine ikiwemo Austria. Je, nani ataibuka bingwa? Tusubiri tuone hapo baadaye katika michuano ya Euro ambayo inaanza hii leo.
Naam, shukran Abdul. Tutajaribu tu kuletea picha mambo yalivyo kule Paris, lakini kama ulivyosikia kutoka kwake Abdul hapo ni kwamba Romania wanakutana na Ufaransa katika mechi ya kufungua kinyang'anyiro hiki. Romania wenyewe wanachukuliwa kuwa wageni wa nje, lakini kumbuka wamekuja kwa ushindi mkubwa katika kampeni za kufuzu na kufungwa mechi 2 pekee. Picha hizo unazoziona ni moja kwa moja mambo yalivyo sasa mjini Paris. Timu yao imeundwa kwa wachezaji walio na uzoefu wa kucheza nje, lakini kama Uturuki, Bulgaria, Israel na hata Qatar. Hata hivyo hakuna wale wanaoitwa nyota wa soka duniani. Hata hivyo mashabiki wa Romania wanakiri kwamba huenda wao sio timu kubwa, lakini wanasema hilo lisikudanganye. Wananuia kutumia wasiwasi na presha inayowasukuma Wafaransa ili washinde mechi hii. Naam, jana kulikuwa na msisimiko mjini Oslo ambapo mashindano ya Diamond League yaliendelea. Vigogo walijitokeza na kusumbuana uwanjani kwa wanatumia mbio hizi kupimana nguvu kwa ajili ya maandalizi ya Olimpiki mjini Rio. Katika mbio zilizovutia zaidi, Mobile Dream ya wanawake ambapo Mkenya Faith Kipyegon alinyakua ushindi mbele ya Mwingereza Maura Mioa katika nafasi ya pili na Miraf Bahta akachukua shaba kwa bendera ya nchi yake Sweden. Wanaume Mobile Dream wa Kenya Asbel Kiprop na Elijah Manangoi walichukua nafasi za kwanza na pili mtawalia, kisha kufuatiwa na Taufik Makhloufi wa Algeria katika nafasi ya 3. Mbio zingine za mita 1500 wanaume ambazo ziliwaacha wengi vinywa wazi pale wa Ethiopia walipofagia nafasi za juu karibu zote. Hagas Gabrehiwet aliongoza, Mukhtar Idris na Yomif Gejelcha katika mita 3000. Steeplechase ya wanawake Afrika Mashariki nao ilibeba pia hizo wakiongozwa na Mkenya Hivin Kiyeng akifuatiwa na Ethiopia Sofia Esef na Atenesh Diro katika nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Namni hayo tuliokuwa nayo kwa mchezo. Kwako tena Zohra. Shukran sana Dayo Yusuf kwa taarifa hizo za michezo. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote mlale unono. Na nakuacheni na picha mbalimbali zinazoonyesha maisha aliyokuwa nayo marehemu Muhammad Ali. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen.